Mambo vipi mwana michezo ambayo unatufuatilia hivi sasa kupitia YouTube channel ya Ava TV. Nitumie fursa hii kukukaribisha kwenye Afconika ya kwanza mwaka 2026. Tulipata mapumziko kidogo hapa, lakini tunarejea tena na tunaendelea na Afconika. Mimi ni Latifa Nafi, nyuma ya kamera ni Wilvin Trends. Nikukumbushe tu Afconika ni kila siku kuanzia majira ya saa 12 mpaka saa 1. Afconika inahusisha habari mbalimbali ambazo zinatokea kwenye michuano ya Afcon ambayo inaendelea pale nchini Morocco, tukiwa kwenye raundi ya 16 bora, huku Tanzania ikiwa imetinga kwenye raundi hiyo ya 16 bora kwenye ile kanuni za best losers, ikiwa haijashindwa mchezo wote, wakiwa wamekusanya alama 2 na wamefika kwenye hatua hiyo ya best loser. Na mechi ambayo inafuata sasa mwanamichezo ni kuelekea mechi dhidi ya Morocco, yaani wenyeji wenyewe, ambapo mchezo huo utakwenda kuchezwa kwenye uwanja ule wa Prince Moulay. Prince Moulay ambaye tulishuhudia alikwenda kuzindua kwenye mechi ya kwanza ambayo Morocco alicheza dhidi ya Comoros na kupata ushindi licha ya mvua kubwa ambayo ilinyesha kwenye siku ile, lakini Prince Moulay aliweza kujitokeza na kwenda kupiga ule mpira kuashiria kwamba ameizindua michuano hii ya Afcon ambayo inafanyika pale nchini Morocco. Sasa kabla ya hiyo mchezo wa mwisho Tanzania imecheza dhidi ya Tunisia na matokeo yalimalizika kwa 1-1, mchezo ambao ndio ulitoa hatma ya Tanzania kushika hii best loser, ambapo Angola walikuwa wanatuchungulia hivi Tanzania watapata matokeo ya namna gani, lakini mwisho wa siku bana, Tanzania kwa mara ya kwanza inaandika historia chini ya kocha Miguel Gamondi, lakini pia Bwana Ali Samata akiwa nahodha wa klabu wa timu ya taifa Tanzania anaipeleka kwenye hatua ya 16 bora kwenye michuano hiyo, na ni dalili nzuri. Nikukumbushe michuano inayofuata kwa maana 2027 Tanzania, Kenya, Uganda pamoja na Tanzania, Kenya pamoja na Uganda watakwenda kuiandaa michuano hiyo, kwa hiyo inaweza kuwa ishara nzuri zaidi. Sasa kinacholeta hisia kuelekea mchezo huo wa hatua ya 16 bora siku ya Jumapili kuanzia majira ya saa 1 ni kwa namna gani sasa hizi timu mbili zitaingia uwanjani, ukizingatia miaka hivi karibuni Tanzania na Morocco wamecheza mechi nyingi sana kwenye mechi zile za kufuzu michuano ya kombe la dunia. Kuna zile picha, kuna namna hivi wanakabana, yuko pale Novatus Dismas pamoja na Sofia Amrabat. Lakini pia unaweza ukaona kwenye mechi za kirafiki tumecheza na Morocco, licha ya kwamba Tanzania haijapata ushindi, lakini walikuwa wana mchezo mzuri na wanafahamiana. Nilizungumza na Nazareth Upete akasema pengine miongoni mwa timu za taifa ambazo zimekutana sana hivi karibuni, basi huwezi kuiacha kuitaja Tanzania pamoja na Morocco. Mechi hiyo na kwenda kuchezwa pale kwenye uwanja wa Prince Moulay, na mwenyeji wa michuano mwenye mji wake Morocco anakwenda kukutana na timu ya taifa ya Tanzania. Sasa watu wanasema usikatie tamaa, kwa sababu watu walikatia tamaa Tanzania kwenye hatua ya makundi, lakini leo hii Tanzania ipo kwenye hatua ya 16 bora, kwa hiyo msikatie tamaa. Sasa mchezo huu unapambwa zaidi na yale ambayo yanaendelea nje ya uwanja, viongozi mbalimbali, hamasa ambazo wanapewa wachezaji. Tumeshuhudia naibu waziri utamaduni, sanaa pamoja na michezo Paul Makonda akiwa pale Morocco amewatembelea wachezaji kambini pale kwenye hoteli ambayo wamewekea kambi na amezungumza nao, na wakati anazungumza nao aliweza pia kuongea na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na aliweza kutoa kiasi cha shilingi milioni 500 kama pongezi baada ya Tanzania kutinga hatua ya 16 bora. Na nikukumbusha kumekuwa kuna mfululizo wa pesa ahadi za pesa kwa timu ya taifa kwenye hatua kwenye mechi ile dhidi ya Uganda tulishuhudia milioni 100 kwa kila goli, lakini pia mechi dhidi ya Tunisia ikaweka milioni 100 kwa kila goli. Lakini hii imekuja na motisha pia ama Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiweza kutoa shilingi milioni 500 za pongezi. Lakini pia mikutano ya waandishi wa habari kwa benchi la ufundi pamoja na mchezaji Bwana Samata pamoja na Miguel Gamondi walifika kwenye mkutano na kuzungumza
amezungumza kwamba mchezo utakuwa mgumu, lakini uwanjani pale mpira utaongea, huku Miguel Gamondi akisema licha ya mengi yanayoendelea nje ya uwanja, lakini mwisho wa siku wachezaji 11 ndio ambao watakwenda kutoa majibu ya nini ambacho kitakwenda kutokea, huku akikisifia kikosi chake kwa kucheza kwenye mipango ambayo yeye ameitaka, hasa kwenye mechi dhidi ya Tunisia ambayo walicheza kwa kujiamini sana kiasi cha mechi hiyo kumalizika kwa sare ya 1-1. Watu wamekuwa na maoni tofauti wakijaribu kupima performance ya mechi za mwisho kwa Morocco, akipata matokeo mazuri na kutinga mapema kabisa kwenye hatua hii ya round ya 16, huku Tanzania wenyewe wakiwa hawajashinda mchezo wote ule kwenye michuano hii ya AFCON. Na sio tu kwa mashindano haya, yani tangu huko tuanze kushiriki Tanzania haijawahi kupata matokeo ya ushindi zaidi ya sare ambayo wamekuwa wakizipata. Sasa pengine tusubiri maajabu ya dakika 90, maajabu ya mchezo wa mpira wa miguu, Tanzania kwenda kushinda Morocco tena kwenye uwanja wao wa nyumbani. Tusubiri na kuona nini ambacho kitaendelea na kujiri pale nchini Morocco. Mimi naitwa Latifa Nafi, hii ni Ava TV. Usiache kuangalia AFCON kwa updates mbalimbali kuhusiana na michuano hiyo ya AFCON. Unalipi kuhusiana na mchezo huo wa raundi 16 Tanzania dhidi ya Morocco pale jiji la Casablanca?